Yes, usiku wa Ulaya ama usiku wa UEFA Champions League ni usiku ambao una kumbukumbu nyingi sana kwa vijana, na hapa ndoa nyingi sana za wapenda soka huwa zinateteleka kidogo kwa sababu ya kipaumbele kikubwa cha mashindano haya na namna ambavyo yamekuwa na ushindani mkubwa. Jana tu imetoka kutamatika hatua ya mwanzo kabisa ya mashindano haya, kwa maana ya kwamba ligi ama ile hatua ya mzunguko ambayo mashindano haya yalikuwa yanacheza, na sasa wataenda kucheza playoff, then wataenda kucheza hatua ya 16 bora. Sasa sisi tunataka tukujuze, tueleze vizuri kabisa kuhusiana na namna ambavyo mashindano haya mpaka hivi sasa yamefika kulingana na ubora wake na ushindani wake. Tutatazama hapa vizuri kabisa uchambuzi uliotukuka kwa ajili ya kujuzana haya mambo, na usisahau kusubscribe na kucomment, kushare, kulike Eze Sports TV, kwani tuna jambo kubwa kabisa. Tukifikisha subscribers 1000 tuna tukio letu kubwa kabisa ambalo tutalifanya hivi sasa. Tunaenda kuungana na Elisha Singambi ambaye ni mchambuzi wetu ambaye atatujuza kuhusiana na namna gani ambavyo anatazama haya yote yanavyoendelea. Elisha, tumeona namna ambavyo UEFA Champions League hatua hii ya awali imechezwa vizuri kabisa, hatua ya mzunguko. Kwanza ilikuwa ni hatua gani na moments gani ambazo kichwani kwako zimetengeneza historia ama zimeleta ile radha ya usiku wa mabingwa barani Ulaya? Nafikiri imekuwa ni moment nzuri sana kuweza kuitazama kwenye hatua hizi za awali. Unajua kumekuwa na mvuto mkubwa sana toka mfumo wa uendeshaji wa UEFA wa ligi kuweza kubadilika. Mara ya kwanza ilikuwa inaanza group stage, title contenders wanakaa pale juu, lakini si timu ambazo hazina ubora zinakaa huku chini. Timu ambazo zilikuwa zina vikosi bora, zinafaa vizuri, ndio hizo zilizokuwa zinasonga mbele. Lakini sisi kama round kuna mchanganyiko mkubwa. Timu inawezekana isifanye vizuri kwenye ligi, lakini inapofika kwenye swala la UEFA Champions League wanakuwa na ubora mkubwa wa kuweza kufanya vizuri. Kunakuwa na approach tofauti ya mechi, wanavyo approach kwenye ligi na wanavyo approach kwenye UEFA. Kwa mfano mdogo tu Benfica, kitu ambacho wamekifanya mbele ya Real Madrid. Kwenye ligi kuangalia ni unga, lakini inapofika kwenye swala la UEFA Champions League wanafaa vizuri. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinazidi kunivutia. Mara ya kwanza wakati inaendeshwa tulikuwa tunasubiri hadi kwenye hatua za robo finali, nusu finali hadi finali. Huko ndo tunaona title contenders wanakutana wao kwa wao. Lakini sisi kama round kwenye hizi hatua za awali tumeshuhudia game kali, Chelsea na FC Barcelona. Chelsea anashinda, lakini tumeshuhudia mechi ya Arsenal na Bayern Munich, Arsenal anashinda. Kwa hiyo hizo nilikuwa ni bonge za game ambazo ulikuwa kaangalia, ulikuwa kwenye ile mfumo ulikuwa unafanyika zamani, ulikuwa unasubiri hadi hatua za mbele zaidi, za robo, nusu, lakini kuanzia huku unashuhudia tough games zinafanya vizuri. Lakini kitu kingine ambacho kinanivutia ni zile timu ndogo namna ambavyo zinafanya vizuri. Man City juzi katoka kuburuzwa hapo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia hicho kitu kinaweza kikafanyika. Kwa hiyo ni mashindano ambayo uendeshaji wake this time around umekuwa mzuri. Toka hatua za awali tunashuhudia game kali na watu tuna enjoy. Kwa hiyo kumekuwa na mvuto mkubwa sana hivi sasa katika UEFA Champions League. Sawa, tunaelekea sasa hivi hatua ya mtoano ambayo ni knockout stage ambayo au playoff ambayo ina game ina timu 16 ambazo zimechanganyika humo. Wapo kina Inter Milan, Bodo Glimt, Real Madrid, Atletico wapo hapo, lakini Chelsea, PSG wako hapo. Kwa namna ambavyo unaitazama hatua hii, Manchester City pia wako hapo. Kwa namna ambavyo unaitazama hii hatua ya playoff ambayo itazikutanisha hizi timu, unaitazama itakuwa ni hatua gani na itakuwa na ubora gani na itakuwa na ushindani kiasi gani, na ni game zipi ambazo unaona yes game kati ya hii na hii, kwa sababu draw bado haijachezeshwa, ila kuna zile prediction game kati ya hii na hii inawezekana ikawa ni game kali sana. Hapo sasa ndo usiku wa UEFA huwa unaanzia. Na timu zinazojua kucheza no count kuanzia hapa ndo huwa zinatakiwa kucheza vizuri kwenda kwenye hatua inayofuata. Ukijaribu kutazama kuna namna moja ama nyingine, usiku wa UEFA ukianzia kwenye hatua ya no count, hapo ndo kunakuwa na usiku mkali zaidi, kunakuwa na ubora mkubwa. Namna ambavyo makocha, wachezaji huwa wanazi approach game, kwa sababu hapo unajua fika nikipigwa sipo tena, tukutane wakati mwingine. So nafikiri ni miongoni mwa nyakati ambazo zinaenda kuwa nzuri, hususan kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ukiangalia vikosi ambavyo vipo hapo, una PSG, una Inter Milan, una Real Madrid, una Manchester City. PSG ambaye ni bingwa msimu uliopita wa UEFA yuko hapo, Juventus yuko hapo. Na ukijaribu kuangalia
PSG ni miongoni mwa timu ambayo haikustahili kukaa hapo kulingana na performance ama exposure ambao walitoa msimu uliopita, na kwa sababu tayari wamedelay, timu nyingine zimeweza kufanya vizuri. No, nafikiri kama Real Madrid anapata bahati ya kukutana tena na Benfica, inawezekana hii ndio ikawa game yenye mvuto mkubwa ukiacha hizo game zote kulingana na kitu ambacho kimetokea kwenye mechi iliyopita, kwa sababu mechi iliyopita Benfica amepata matokeo ya ushindi mbele ya Real Madrid. So kupata matokeo ya ushindi imekuwa ni mechi ambayo ina msisimko na mvuto mkubwa sana. Dakika ya mwisho dakika 90 Benfica walikuwa hawana uhakika kama wanaweza wakaenda kufuzu kucheza playoff, lakini dakika ya mwisho kabisa goalkeeper Atuban anaenda kugonga heda, na Jose Mourinho yeye ndo alimwambia ondoka golini, nenda karuke kichwa kwa faulu ambayo Jude Bellingham alicheza na akaipata akaenda kufunga. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kulikuwa na commitment kubwa. Kwa hiyo kama mechi hii inapata kurudiwa tena kwenye playoff, vuta picha, wanacheza home and away. Benfica let's say ataanzia nyumbani aende kumalizia pale Santiago. Maana yake ni kwamba mechi Benfica ataanzia ugenini ambaye ni main seed, Real Madrid ndo anaanzia home. Kwa hiyo ukija kuangalia sasa, inawezekana kwangu mimi hii ndio ikawa mechi yenye mvuto kulingana na kitu ambacho kimetokea kwenye mechi iliyopita. Real Madrid watakuwa na nafasi nyingine ya kujiuliza. Let's say wanaweza wasicheza na Benfica wakacheza na mwingine, lakini mimi binafsi naangalia kama watacheza na Benfica tena kwa mara nyingine, kwa sababu Jose Mourinho anaonekana kuwa bora sana akukutana na timu ambazo zina uwezo mkubwa kuliko yeye, namna ambavyo anawaseti wachezaji, jinsi wanavyocheza, wanavyotengeneza nafasi. Kwa hiyo ukijaribu kutazama inakuwa na ushindani mkubwa ambao yeye anafanya nini, anautengeneza. Kwa hiyo bibi binafsi nimeset kwamba kama Madrid watapata opportunity ya kukutana na Benfica, hii itakuwa ni game yenye mvuto na hisia kali kweli kweli. Sawa, kama Madrid watapata nafasi ya kukutana na Benfica, itakuwa ni game kali kabisa. Na kwenye ile draw ambayo haijachezeshwa bado, Real Madrid anao nafasi ya kucheza either na Bodo Glimt ama kucheza na Benfica, na kwenye poti yao yupo Real Madrid au Inter Milan. Kwa hiyo kati ya hawa wawili wanaweza wakakutana hawa wawili wa upande huo, ndo ambao Elisha amekuwa akizungumza hapa kwa mechi itakuwa ni mechi kali. Na ukitazama katika timu zote zinazocheza mechi zao sio ngumu sana, kwa sababu Paris Saint-Germain wako na Newcastle, alafu upande wa pili wapo kina Karabag ambao unaona na Club Brugge na nini, unaona timu ambazo sio ngumu sana. Sawa, tutazame hizi timu ambazo zimefanikiwa kwenda hatua ya 16. Hatua ya 16 itakuwaje tukiachana na tukiangaliana hizi timu ambazo ziko kwenye hii hatua zitakazocheza playoff. Hatua ya 16 tutarajia kumuona Sporting CP, tutarajia kumuona Barcelona, tutarajia kumuona Chelsea, tutarajia kumuona Arsenal, tutarajia kumuona Tottenham, tutarajia kumuona Bayern Munich pia yuko pale. Tutarajie kuiona itakuwa ni hatua ya 16 ya aina gani sasa baada ya hizi timu nyingine pia kujoin. Maana tunaweza tukatabiri tu nini ambacho kinaweza kikafanyika, ili hali tunasubiri hizi za huku upande wa pili zicheze. Nafikiri itakuwa miongoni mwa UEFA Champions League yenye ubora mkubwa, basi itakuwa ni ya msimu huu kulingana na namna timu ambavyo zimekuwa na performance, lakini pia ushindani ambao unaendelea kuonekana mpaka hivi sasa. Futa picha mpaka hivi sasa Arsenal ni timu ambayo imetinga kwenye hatua ya 16 bora wakiwa hawajapoteza mchezo wote ule kwenye UEFA Champions League. Na ukijaribu kuangalia fomu yao imekuwa juu sana, wanafaa vizuri namna ya uchezaji wao, wanapotengeneza nafasi na namna ambavyo wanashinda. Umemzungumzia hapo Bayern. Nafikiri huu pia ni msimu wake bora sana, Vincent Kompany akiwa na vijana hao wanavyocheza na kutengeneza nafasi. Unazungumza issue ya Chelsea, wamekuwa na in and out, lakini inapofika swala la kwenye machuano makubwa tena knockout, wamekuwa na upeo mkubwa wa kufanya vizuri. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia commitment ambayo wameonyesha kwenye mchezo uliopita na Napoli, wamecheza vizuri sana. Cole Palmer ameonyesha ubora mkubwa, ameingia amecheza kikubwa kwa kutengeneza nafasi na timu ikapata matokeo. Magoli ambayo anafunga Joao Pedro ni miongoni mwa magoli bora kabisa ambayo ana ubora mkubwa ambao anaendelea kuonyesha. Na so nafikiri pia wanahitaji kuweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo kocha anaweza kawa anamtumia Joao Pedro kama force namba 9. Lakini pia ukija kuangalia Tottenham Hotspur, sio kwamba wamefika hapo kwa kubahatisha, hapana. Wameona kwenye ligi hatuna ubora mkubwa wa kufanya vizuri, basi focus na UEFA Champions League ni kitu ambacho wanaweza kufanya. Sporting Lisbon sio mara ya kwanza kufika kwenye hiyo stage, wamezoea kufanya hivyo kwa mabingwa. Kwa hiyo ukijaribu kutazama timu ambazo zimefuzu moja kwa moja, timu ambazo zina vikosi vizuri na zinafanya vizuri,
huhitaji kueleza ubora ambao wako nao FC Barcelona. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha wamerejea, lakini bado una kina Dani Olmo kwenye kikosi na kina Pedri wanafanya nini? Wanafanya vizuri. Kwa ukijaribu kutazama kama kutakuwa na combine sasa ya timu ambazo zitacheza playoff zikatinga tukaijoin timu 16, nafikiri ladha itaanzia hapo, kwa sababu kwanza moja, hapo patakuwa na title contenders wengi wale ambao wana vikosi vizuri na wanafanya vizuri. Inawezekana kina Real Madrid wakaponea humo, kina Juve nao wakaponea humo, kina PSG, Atletico nao wakaponea humo. Kwa hiyo sasa ukishachukua zile timu ambazo ziko bora zipo kwenye playoff na tayari ambazo zimefuzu moja kwa moja, ukizicombine ukichezesha draw, hapo ndo utamu huo unaanzia. Mara Arsenal atakutana na PSG. Kisasi hapo inakuwa ni mechi ya kisasi. Aidha Arsenal na Real Madrid inakuwa tayari ni mechi ya nini? Ni mechi ya kisasi, kwa sababu hizo timu zote zina ubora mkubwa, zina uwezo mkubwa na zinafanya vizuri kwenye ligi zao. So nafikiri inawezekana ikawa ni miongoni mwa 16 bora, ama ikawa ni knockout stage ambayo ikawa bora zaidi, mtu asitamani hata akose game hata moja. Kwa hiyo nafikiri michuano ya UEFA inaweza kawa mikubwa zaidi. Dalili ya mvua ni mawingu. Tayari ushaanza kuona dalili za bingwa ama tusubiri kidogo? Arsenal wanashawishi kwa namna ambavyo wanacheza. Arsenal wamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa namna ambavyo wanaenda kulingana na mfumo ambao wanaionyesha, kwa sababu huko wamefanya vizuri. Tamani kuona knockout wanafanya nini, na msimu uliopita walishia nusu finali wakatolewa na PSG. So wanaoshawishi, lakini hizi timu nyingine zimekuwa na in and out. Arsenal na FC Barcelona ni timu ambazo mimi nazipa kipaumbele za kuweza kubeba taji msimu huu. Bwana sawa, Arsenal na FC Barcelona ndio wanapewa kipaumbele cha kubeba ubingwa. Sisi tusubiri tuone. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kushare, kucomment ili watu wengi wazidi kuona. Kama nilivyozungumza, loading to subscribers 1000. Tukipata subscribers 1000, sisi kama Eze Sports TV tunakujia na kitu bora na kitu kikubwa kweli kweli. Kwa hiyo kikubwa, mwambie mwenzio, amwambie mwenzie aendelee kusubscribe hapo. Load to subscribers 1000. Chao.